Kwa niaba Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa fursa hii. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio muweza wa kila jambo katika ulimwengu huu. Lakini pia naomba kabla sijasoma taarifa yangu, taarifa yote ya kamati kama ilivyo ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023 ya kanuni za Bunge, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Mali Asili na Utalii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni na ushauri wa kamati kuhusu mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 142 ya kanuni za Bunge yanayohusu taarifa za kamati zinazowasilishwa bungeni, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 5. Sehemu ya kwanza ndio hii ya utangulizi ambayo nimesoma. Sehemu ya pili inahusu uchambuzi na tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 24/25. Sehemu ya tatu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 25/26, na sehemu ya 4 inahusu maoni na ushauri, na ya mwisho ni hitimisho. Utekelezaji wa bajeti na uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati Bunge lilipojadili hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2024/25 tarehe 24 na 27 Mei 2024, kamati ilitoa ushauri katika mambo 7 kwa fungu 48 Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na kwa maeneo mahususi mawili ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3. Sasa naomba nikujulishe bunge lako kuwa maeneo hayo yamefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa na maeneo mengine yanaendelea kufanywa kazi. Miongoni mwa ushauri uliozingatiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni suala la kuongeza utumishi wa sekta ya ardhi nchini kwa lengo la kupunguza uhaba wa utumishi katika sekta hiyo. Katika mwaka wa fedha 23/24 wizara ilifanikiwa kuajiri watumishi 197 wa kada mbalimbali katika sekta za ardhi nchini. Aidha, katika mwaka 24/25 wizara imepata kibali cha kuajiri watumishi 34, ambapo kamati imetaka wizara kuajiri wakaguzi wa majengo kwa ajili ya kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa katika kudhibiti ujenzi holela nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine kuna maeneo ambayo utekelezaji wa ushauri wa kamati haukuridhisha sana, ikiwa ni pamoja na ukusanyaji wa FIFO wa madeni ya pango la nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa NHC. Taarifa ya wizara inaonyesha kuwa shirika limekusanya takriban shilingi milioni 300, ikiwa ni 14.3% ya madeni yote yanayodai. Kamati imebaini kuwa shirika halina mpango madhubuti wa kufuatilia madeni ya kodi ya pango la nyumba. Hali hii inaweza kukwamisha utekelezaji wa majukumu ya shirika kwa ufanisi, kwani fedha hizi ni moja ya chanzo kikuu cha mapato ya shirika. Ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 117 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za Bunge tarehe 12 hadi 19 Machi 2025, kamati ilitembelea na kukagua utekelezaji wa miradi mitatu inayotekelezwa katika mikoa miwili ambayo ni Manyara na Kilimanjaro. Miradi hiyo ni sehemu ya miradi iliyotengewa fedha kiasi cha bilioni 70,656,510,000 kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Taarifa kuhusu miradi hiyo inapatikana ukurasa wa 6 hadi 12 wa taarifa yetu ya kamati. Utekelezaji wa vipaumbele na majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, tarehe 20 Machi 2025 kamati ilipokea na kuchambua taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi fungu 48 na Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi fungu namba 3 kwa mwaka wa fedha 24/25. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imefanikiwa kufanya baadhi ya shughuli ili kutekeleza vipaumbele ilivyojiwekea. Baadhi ya shughuli hizo ni pamoja na kufanya mapitio ya sera ya taifa ya ardhi mwaka 95 toleo la mwaka 2023. Zoezi hilo limekamilika na kuzinduliwa rasmi tarehe 17 Machi 2025. Upimaji wa maeneo pia kwa kutumia picha za anga katika maeneo ya
Ndachi na Chamwino mkoa wa Dodoma na uwanja wa michezo AFCON 2027 jijini Arusha. Pia kuanza mapitio ya sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 na pia kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 280 katika maeneo yaliyopitiwa na miradi ya kimkakati na maeneo ya vijiji vya mpakani. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa upatikanaji wa fedha kutoka hazina kwa fungu 48 ya Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa mwenendo wa upatikanaji wa fedha wa fungu 48 hadi kufikia mwezi Februari 2025 umeonyesha mambo yafuatayo. Kwanza, fedha za matumizi ya kawaida zilipatikana kwa 54%, ikiwa ni pungufu wa fedha zilizotakiwa katika kipindi kama hicho kwa 12.7%. Lakini pia katika kiasi hicho cha fedha za kawaida, fedha za matumizi mengineyo zilikuwa 47% ya fedha zote, huku mshahara ikiwa imepatikana kwa 60%. Na fedha za kuharamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo zilipatikana kwa 76% ya bajeti. Na katika fedha za kuharamia miradi ya maendeleo, fedha za ndani zilifikia 91% na fedha za nje 63%. Hata hivyo, katika fedha za ndani 77.5% ilikuwa ni fedha ya kulipia madeni mbalimbali ya wizara. Kwenye fungu namba 3, Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, uchambuzi na mwenendo wa upatikanaji wa fedha hadi kufikia Februari 2025 ulionyesha mambo yafuatayo. Kwanza, tume ilipokea 58.8% ya kiasi kilichoidhinishwa na Bunge kwa matumizi ya kawaida na ya maendeleo. Lakini pili, fedha za matumizi ya kawaida zilipokelewa kwa 55.46% ya bajeti yote. Katika kiasi hicho cha fedha za matumizi ya kawaida, fedha za matumizi mengineyo OC zilipokelewa kwa 50.3% na huku mishahara ikiwa imepokelewa kwa 59.7%. Na fedha za miradi ya maendeleo zilipokelewa kwa 63.59% huku fedha zote zikiwa fedha za ndani. Mheshimiwa Spika, mwenendo wa upatikanaji wa fedha hauridhishi sana. Kwa kiasi kilichopelekwa ni kidogo ikilinganishwa na kiasi kilichotakiwa kupelekwa kwenye tume kutoka serikalini katika kipindi hicho. Hali hii inaweza kupelekea tume kushindwa kutekeleza majukumu yake kama ilivyotarajiwa. Makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 25/26. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, fungu 48. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara inakadiriwa kukusanya maduhuli ya shilingi bilioni 265. Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa makadirio hayo yameongezeka kwa shilingi bilioni 15 sawa na 6% ikilinganishwa na makadirio ya makusanyo ya mwaka wa fedha 24/25. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa bajeti pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, sasa naomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati kama ifuatavyo. Maoni ya jumla. Kwanza, wizara iongeze jitihada ya kuweza kupima na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji vyote ili kuondoa migogoro ya ardhi nchini. Lakini la pili, wizara ihakikishe inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi kama ilivyopangwa kwenye bajeti. Na ya tatu, wizara ihakikishe inasambaza mfumo unganishi wa kielektroniki wa huduma za ardhi, yani e-ardhi, katika mikoa yote nchini. Ushauri wa kamati kwenye ukusanyaji wa maduhuli. Kamati inashauri kuwa serikali iongeze kasi ya ukusanyaji wa maduhuli ya serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, kwani wizara hii imekuwa na mwenendo usioridhisha sana katika ukusanyaji. Lakini ya pili, irejeshe taratibu wa kodi ya pango la ardhi, land rent, kukusanywa na wizara ambapo ndio ina nyenzo za kisheria na mifumo ya ukusanyaji wa kodi hiyo. Na tatu, hii hakikisha inatengeneza mipango na mbinu za kufuatilia wadaiwa wa pango la ardhi ili kuweza kuongeza mapato ya wizara. Kuna kuhusu mfumo unganishi wa kielektroniki wa huduma za ardhi, kamati inashauri serikali ihakikishe inaongeza kasi ya kusambaza mfumo wa e-ardhi kwenye halmashauri zote nchini ili shughuli zote za ardhi zifanyike kwenye mfumo. Lakini ya pili, ihakikishe inafanya maboresho ya mfumo ili uwe rafiki kwa watumiaji. Na tatu, ihakikishe inatoa elimu kwa maafisa ardhi wa wananchi wote, kwa wananchi wote na wananchi wote kuhusu mfumo wa utoaji huduma katika usimamizi wa ardhi. Changamoto ya ukosefu wa wakaguzi majengo nchini. Kamati inashauri serikali kuwa ihakikishe inaajiri wakaguzi majengo katika halmashauri zote ili kuzuia ujenzi holela nchini. Lakini kuhusu uchelewaji wa fidia ya ardhi katika maeneo yaliyofanyiwa uthamini, kamati inashauri serikali ihakikishe inakuwa na fedha kabla ya kuanza zoezi la kufanya uthamini na mchakato wa utoaji wa ardhi kwa wananchi. Lakini ya pili, pia ifanye marekebisho ya sheria kwa ajili ya kufanya mfuko wa fidia ya ardhi nchini kuwa chini ya mthamini mkuu wa serikali.
hali itakayomfanya mdhamini mkuu wa serikali kujua uwezo wa mfuko kabla ya kwenda kufanya uthamini. Migogoro ya ardhi nchini. Kamati inashauri kuwa serikali ihakikishe kuwa inakuwa na kanzidata ya maeneo yote yaliyopangwa na kupimwa ili kuwezesha wananchi kazi ujenzi kwenye maeneo rasmi nchini, lakini pia ihakikishe inaandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi ili kuondoa migogoro inayojitokeza hapa nchini, na pia ihakikishe kliniki za ardhi zinakuwa endelevu na zifanye kazi kwa mikoa yote ili kuendelea kupunguza migogoro ya ardhi. Wawekezaji wakubwa katika sekta ya ardhi ambao hawajaendeleza maeneo yao, kamati inashauri serikali ihakikishe inafanya tathmini ya wawekezaji ili kutambua hali ya uendelezaji wa maeneo hayo, lakini pia ichukue hatua kwa wawekezaji ambao wameshindwa kuendeleza maeneo yao kwa kuzingatia sheria. Ufinyu wa bajeti katika Tume ya Taifa ya Mipango ya Ardhi. Kamati inashauri serikali kuwa iongeze fedha za maendeleo ili kuwezesha tume kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi kwa vijiji vingi nchini. Hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya kamati napenda nimpongeze Mheshimiwa Spika mwenyewe kwa kazi kubwa anayofanya, Naibu Spika wewe mwenyewe, lakini wenye viti wa Bunge kwa namna ambavyo mnatekeleza majukumu yenu katika kulisimamia na kuliwezesha Bunge letu kutekeleza wajibu wake wa kusimamia na kuishauri serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna pekee nawapongeza na kuwashukuru sana wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii chini ya uongozi mahiri kabisa wa mwenyekiti wetu wa kamati Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava. Naomba majina yote ya waheshimiwa wajumbe wa kamati yaingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, mbunge na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda, naibu waziri, kwa ushirikiano wao kwa kamati. Aidha, nawashukuru watendaji wote wa wizara nchini chini ya Katibu Mkuu Mhandisi Anthony Sanga, Naibu Katibu Mkuu ndugu Lucy Kiabemela kwa ushirikiano mkubwa aliotupatia kamati katika kutekeleza majukumu yake na usimamizi mzuri wa majukumu ya wizara kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, naomba nimalize kwa kuwashukuru watumishi wote wa Bunge wakiwemo ndugu Unique Shirima na ndugu Charles Wanyanja ambao ni makatibu wetu wa kamati, pamoja na makatibu wote wa kamati zote kwa uongozi wao mzuri chini ya uongozi thabiti kabisa wa katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo wakati wote. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijatoa hoja, naomba nitumie fursa hii kushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya taifa hadi matawi, lakini pia jumuiya zote tatu ikiwemo jumuiya yangu ya wazazi, jumuiya ya kina mama Tanzania, jumuiya ya umoja wa vijana kwa namna ambavyo wanashirikiana na mimi katika kazi zangu. Wao ndio wameniwezesha kuwa jasiri na kufanya kazi zangu. Bila ya wao na Mwenyezi Mungu kazi yangu isingekuwa rahisi. Ninaamini kabisa wajumbe wote wa mikutano yetu ya ndani ya chama ambao wameongeza wigo wao kuongeza demokrasia ndani ya chama wataweza kufanya maamuzi sahihi na kuwarudisha viongozi ambao wataweza kusaidiana na Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naamini kabisa wajumbe wangu wa wazazi wananiamini na wataendelea kuniamini. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya sasa naliomba Bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 25/26 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja hapo awali. Naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante.